UBU, usalama barabarani na uraia. UBU, kipindi cha usalama barabarani na uraia. UBU inaelimisha juu ya matumizi sahihi ya alama pamoja na sheria za barabarani. UBU, usalama barabarani na uraia. Habari za wakati huu mtazamaji wa TBC1, karibu na kipindi cha usalama barabarani na uraia, yani UBU, ambapo lengo kuu la kipindi hiki ni kuelimisha matumizi sahihi ya sheria na alama za barabarani, na lengo kubwa ni kuepuka ajali za barabarani. Mtazamaji, tupo mkoani Arusha kuangazia mambo mbalimbali ya usalama barabarani, lakini na utii wa sheria bila shuruti katika kutokomeza uhalifu katika jiji la Arusha. Mtazamaji, ungana nasi katika kile tulichokuandalia kutoka jijini Arusha. Mimi nachukia sana mwendo. Nyewe wote mnajua. Nachukia sana mwendo. Kwa sababu athari ya mwendo, haya ni magari yanatembea barabarani. Chochote kinaweza kikatokea. Na kama kikitokea gari ikiwa katika mwendo mdogo, athari zake zinakuwa ndogo. Yaani gari kipata tatizo. Kwa sababu sasa ni magari yanatembea barabarani, inaweza katokea athari yoyote. Ikitokea kama mwendo mdogo, athari nazo zinakuwa ndogo. Ndio maana tunasisitiza sana wakati wote kwamba endesheni magari kwa mwendo ambao umekubalika na serikali, au sio? Lakini habari ya mapapara haya ya kutaka sifa kama mimi nimefika wa kwanza, haya tusaidii sana. Unapopata tatizo sasa hivi tu, najua nyewe ni baba wa familia, nyewe ni baba wa familia. Unategemea kwamba unapokwenda safari upate posho yako ndipo uweze kulea familia. Yaani wewe hapo ulipo mmoja, kuna watu kama 20 au 30 nyuma na kuangalia wewe, au sio? Urudi ndipo waishi. Sasa suppose unapata ajali, unavunjika mguu, unakwenda hospitali, unakaa kule miezi 6, miezi 7, familia yako inakuaje? Matokeo yake sasa unakuja kuzalisha watoto mitaani kwa sababu watoto wako watashindwa kwenda shule, watoto wako watashindwa kufanya hiki, unazalisha watoto wa mitaani. Familia inasambaratika, kwa sababu tu ya sifa ambazo hazina msingi. Mimi nasisitiza sana, sisi kama jeshi la polisi hatuna ugomvi na watu ambao wanafuata sheria. Ajali zinaepukika. Ajali zinaepukika kabisa. Lakini kuepukika kwa ajali kunategemea na kila mmoja kutekeleza wajibu wake. Kuna sababu gani hivi unapokwenda Mwanza, ukifika Mwanza saa 5 Mwanza inahama, ukifika saa 6 Mwanza inahama, lakini unafika salama? Wanasema tembea taratibu ufike salama, sawa? Lakini bado haitoshi. Kuna mashindano wanafanya watu, lakini kuna jambo la kitoto sana linafanyika, watu wanabeti, lakini naona kama tumelimaliza hili jambo. Tumekuja kujadili na nyie wakati fulani hapa, na hili linahusisha sana wapiga debe wa barabarani. Mnaona kwenye mitandao magari ambapo yanashindana, lakini watu wanabeti, wanakushangilia. Wale wanaokushangilia, wewe ukipata tatizo hakuna mtu anayekuja kukusaidia. Hiyo tatizo linakuwa ni la kwako. Umeelewa jamani? Acha akili zile za kushikiwa. Fuateni sheria, fuateni taratibu zimewekwa na hakuna shida itakayokuwa. Lakini pia ninyi kwa dhamana mliopewa ni kubwa, au sio? Kama dhamana mmepewa kubwa, ni jukumu lenu nyie kuhakikisha kwamba usalama barabarani unatamalaki wakati wote. Nalalamikia mabasi kwa ajili ya overtaking sehemu isiyoruhusiwa, lakini unaweza kwa overtake na unakuta gari linakuja mbele. Overtaking kuna alama zimechorwa za overtake, lakini sio tu alama zimechorwa, lakini pia lazima uangalie mazingira ya overtake. Hata kama alama zimechorwa alafu unakuja kuna gari nyingine inakuja mbele yake, unaweza kwa overtake? Hakuna sababu. Sasa nasisitiza kila siku asubuhi, angalieni mwendo, lakini overtaking, ajali hizi zinaepukika kila mmoja kama tu atatekeleza wajibu wake. Lakini hizi papara za kukimbia hovyo na nini, unaweka rehani maisha ya watu. Wewe kuwa dereva, kuna mchakato hapo mkoa ni mkubwa sana umefanyika mpaka kukupa leseni. Na tunategemea kwamba kukabidhiwa basi la abiria na kubeba dhamana ya watu 60 ni dhamana kubwa sana umepewa. Hiyo lazima uitambue, au sio? Sawa jamani? Lazima uitambue.
usalama barabarani na uraia. Wote kwa pamoja fuateni sana sheria. Hamtakuja kukuta mnaingia kwenye mgogoro na askari wa polisi. Hamtakuta mnaingia kwenye mgogoro na askari wa polisi, lakini pale tu kila mmoja atakapotekeleza wajibu wake. Sisi tunawaangalia kama wasimamizi wakuu wa sheria, lakini mkumbuke kuna taasisi nyingine zinawaangalia, kuna watu binafsi wanawaangalia, wanatuletea taarifa, au mnawapakia ndani ya abiria wengine hawataki mwendo, wanatuletea taarifa. Wako wadau wengine wa barabarani, si mnajua kuna watu wa RICA mnajua nao wanakuwa na kazi moja ya kuhakikisha kwamba barabara hizi zinakuwa sehemu salama ya matumizi, wanatuletea taarifa. Sasa taarifa tunazotetea, tuletee taarifa nzuri kwamba gari fulani, dereva fulani ni mstaarabu, overtaking zake ni nzuri, lakini uendeshaji wake ni mzuri. Hatutegemei tupate taarifa mbovu. Tukipata taarifa mbovu, sisi mkono wa serikali ni mkubwa. Ukifanya Makuyuni tutakufikia, ukifanya sijui uko Kikatiti tutakufikia, hata kama sisi tuko hapa tutakufikia, kutokana na taarifa ambazo tunazipata kutoka kwa watu ambao wamewapakia. Si wote wanapenda mwendo mkali, au sio? Mtu anaposafiri na basi hili, anatoka Arusha anakwenda Singida, sio kama anakwenda kutalii. Kuna shida inampeleka, ama kuna jambo zito linampeleka, tunategemea afike na akalitatue, sio litokee tatizo alafu umletee tatizo jingine. Sawa jamani, tunaelewana wakubwa? Tunaelewana? Lakini pia hapa na mwisho niseme na nyinyi, magari haya ni vyuma hivi. Haya magari ni vyuma, ni mashine. Wewe mwili wako wa binadamu wa kawaida hauwezi sasa kuwa sawasawa na mashine. Hii gari ukitaka kuiendesha masaa 72 hata siku 4 mfululizo haiwezi kasimama, itakwenda tu, lakini haitachoka maana yangu, lakini wewe unachoka. Ndio sababu serikali kaamua kila gari na madereva wangapi? 2, kwa sababu tukiamini kwamba binadamu wa kawaida ubongo utachoka, na akichoka lolote linaweza katokea. Sasa unapochoka pumzika, unapochoka pumzika hata nusu saa, ili akili rudi katika hali ya kawaida. Usilazimishe mambo kwamba hii gari hata ukiendesha masaa 72 itakwenda tu. Wewe ni ngumu kutembea masaa 72. Unaelewa point yangu Yaani unapoendesha gari lazima akili irelax, lakini pia mwili uwe vizuri, sio umechoka. Wewe uweze kushindana na mashine. Hii gari inaendeshwa, inaweza kuendeshwa na madereva 3, ikatoka hapa mpaka inafika Zambia, isisimame hata mahali pamoja. Je, inawezekana wewe kuendesha gari bila kusimama mpaka Zambia? Sasa watu mnadanganyana kwamba ukinywa Red Bull upate usingizi, sijui kama mtu alishafanya tafiti hizo. Watu wengine wanatumia mamirungi haya ambayo yamekatazwa na serikali kwa kujidanganya kwamba upate usingizi, lakini hao yote ni habari za kusikia. Ukichoka, ukiona nimechoka kabisa kwamba sina uwezo wa kuendesha gari, pumzika. Umeelewa jamani? Umeelewa? Barabarani na uraia. Polisi kazi yetu sio kukamata tu, tunaelimisha, tunaelekeza, tunafundisha na kadhalika. Yote ni majukumu yetu sisi. Sasa tukiona mtu hafundishiki, haelimiki, haelezeki, tunachukua hatua sasa za kisheria. Sasa hatutaki tufike huko kwenye kuchukua hatua za kisheria, kwa sababu tunajua sisi wote ni watu wazima, tuna akili timamu. Ukielezwa jambo unalielewa, kwamba RTO amekataza mwendo, naomba uelewe hivyo. RTO amekataza overtaking za hovyo, naomba uelewe hivyo. Lakini sio RTO, ni sheria inasema, sheria imekataza, naomba uelewe hivyo. Tukielewa hivyo, nadhani kama hatutakuwa tunaingia kwenye migogoro. Sawa jamani? Mmenielewa wakubwa? Mmenielewa? Afande, tuna changamoto moja. Sheria inaelekeza tembee 80 speed elekezi. Unakuta umeteleza umeenda 82, 83. Kidogo kuna utata kwa maaskari wetu ambao wanatusimamia katika hii sheria. Wanakuambia hapo ushavuka, lakini umeteleza, hujaenda umbali mrefu hata kilomita 10. Amekukamata na speed rada una 82. Kidogo inaletaga mzozo. Nafikiri wote hapa tusinyamaze, tunaenda njia zote tusinyamaze. Huyu yupo kwa ajili yetu. Unachosema ni sahihi. Sheria ni 80, hakuna 85. Hiyo 85 tumeongezewa tu kama vile umeteleza.
lakini sheria ya nchi hata ukisoma ni 80. Unachosema ni sahihi. Sheria ya nchi, sisi tunasimamia sheria iliyotolewa na mamlaka ya usafirishaji na license imesema kwamba spidi ya kawaida ya basi ni spidi 80, lakini inawezekana kumduru wa kuteleza. Kuna bahati mbaya kama ukaenda 82, 83, na ndio maana tukatoa mpaka 85. Kama unaweza kufika 85 ni bahati mbaya, au sio? Lakini sisi baada ya kufanya kazi kwa kusimamia sheria, lakini pia busara inatuongoza kwamba hata mimi inawezekana nikatembea spidi 82, 83 ikatokea bahati mbaya. Busara inakuongoza. Hilo tunasisitiza sana kwa askari wetu wote kwamba mbali ya kufanya kazi kwa kumujibu kwa kufuata sheria, lakini pia busara ituongoze. Sawa jamani? Ni wewe tukujieleza kwamba imetokea bahati mbaya 1, 2, 3, lakini pia tunatoa namba zetu za simu. Huwa tunatoa namba zetu za simu kwamba kama unaona kabisa kwamba mahali fulani haki ni ya kwako na unaonewa, bado una uamuzi wa kutufikia sisi ngazi za juu. Tuko hapa kwa ajili ya kuondoa hili daraja, kwamba mtufikie kirahisi. Simu zangu au simu zetu maratiozi wote muko nazo, simu za makamanda wa polisi wa mikoa zote muko nazo. Hizo simu ni kwa maana ya kutatua matatizo kama ambayo yanawafika. Umeelewa? Linapotokea tatizo lolote, piga simu, sisi tutalitatua. Sio upige simu kwa sababu niko Arusha, linakutokea tatizo hata Singida, piga simu kwamba afande, kuna hiki na hiki kimejitokeza, naona kama ninaonewa, au sio? Sisi tunawasiliana na mamlaka iliyoko kule kueleza, na watakufikia, watakusikiliza na watatoa maamuzi. Umeelewa? Umeelewa vizuri eh? Lakini all in all, fuateni sheria ya spidi 80 kwa saa. Tunazungumza hivyo kwa sababu mwendo wa spidi 80, hata tairi kipasuka ile pale, dereva wa kawaida unao uwezo wa kudhibiti gari, kwa sababu tairi sinaweza kapasuka gari ikiwa katika mwendo. Dereva wa kawaida una uwezo wa kudhibiti gari, lakini what if kama gari inatembea spidi zaidi ya 100 afu tairi kapasuka, utaleta majanga, au sio? Ndio ambacho tunakiangalia sisi. Sisi tunaangalia usalama wa watu. Uhai wa mtu mmoja ni mzaidi kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu wote tunajua kama uhai ni zawadi pekee tumepewa na Mungu eh? Kuna zawadi gani kubwa tumepewa na Mungu zaidi ya uhai? Lazima tuangalie kama mboni unavyoangalia mboni ya kichwa lako. Sawa jamani? Ya, mwingine alikuwa anasema kuna jambo lingine. Askari wa barabarani wanakupiga tochi wakiwa wanatembea na wao na gari, na wao wanatembea na gari, spidi zinakuwa nyingi. Hiyo ni maneno ya kusikia nini? Nisikilize. Yaani ile kamera ni digital, inakamata ikiwa inatembea, inakamata ikiwa imesimama, inakamata ikiwa juu, ikiwa bavuni na kadhalika na kadhalika. Sio watu wanazungumza anatuzumu. Muulize maana ya kuzumu ni nini? Kwa sababu kuna mtu tu anasikia maneno kwa mwenzake na asiyafanyia tafiti akadhani ni hayo. Lakini ile kamera ni kamera ya kisasa, inakupiga ikiwa inatembea, ikiwa imesimama, ikiwa juu ya mti, ikiwa mahali popote inakupiga, au sio? Na inakuonyesha saa, dakika na sekunde ambao umefanya kitendo kama kile. Kwa hiyo ile lisikutie mashaka. Kikubwa ni kufuata sheria, au sio? Yaani wewe hayo utaingia nayo matatizo kama hayo. Haiongezi. Yaani kitu tulichozungumzia sisi, yani kwamba yeye wakati anatembea na gari alafu akakupiga tochi na wewe unakuja, si lazima spidi za kwangu zitaongezeka kwa sababu ile tochi na yeye inachukua spidi zake pale na inachanganya na za kwangu. Maana ya hii spidi rada haichukui mwendo wa gari yako, inachukua mawimbi yanayotembea. Sawa eh? Yaani wewe unapoendesha gari unasukuma mawimbi yanakuja kunasa kwenye tochi. Kwa hata gari ikiwa anatembea, ikiwa nimeshika kamera na kimbia nayo, mawimbi yatakao kuja pale kwenye kamera ni yale. Sawa? Usidanganyane kwamba bwana gari kitembea inasoma tofauti, sijui mtu akimbia anasoma tofauti. Inachosoma ni mawimbi. Ndio mekanizmu yake. Kwa hiyo unapokimbia zaidi inasukuma upepo mkubwa sana, au sio? Kwa hiyo hilo lisiwatie mashaka. Sawa? Lakini all in all, fuateni sheria. Fuateni sheria. Sawa jamani? Tuko na wenzetu wa RSA hawa. Hapo tunashirikiana nao sana katika swala zima la udhibiti wa matukio ya ajali barabarani, au sio? Labda naye aseme neno mumsikie. Mamia pengine maelfu ya wananchi watasafiri kwenye vyombo vyenu. Uhai wao wanaukabidhi mikononi mwenu ili waanze safari salama, waimalize salama, wafike na kufanya yale ambayo yanawapeleka kule wanapokwenda. Kwa hiyo mwisho wa siku
Kumbe nyie mnafanya kazi muhimu sana kwa uhai wa watu, uchumi wa nchi na maendeleo ya jamii, kwa sababu katika kusafiri kuna mambo mengi yanafanyika, biashara zinafanyika, watu wanaenda mahospitali, afya wanapata. Kwa hiyo mkitambua hilo na mkachukulia binadamu aliyekaa humo kwamba hajaacha spare ya uhai nyumbani, basi mtatembea mwendo sahihi, mtafuata alama za barabarani na mtatumia busara sana katika maamuzi mnapokuwa mmekaa kwenye usukani. Mwisho wa siku utakuwa salama, chombo kitakuwa salama, miundombinu itakuwa salama na abiria wako watakuwa salama. Barabarani na uraia. Mnabeba watu hapa wengi, yaani kutembea kwenu. Haya mabasi yanatoka hapa leo, lakini kuna mengine yanatoka mikoa mingine yanatembea. Kuna mengine yanatoka Dar es Salaam, mengine yanatoka Mwanza, yote yanakuwa kwa barabarani, au sio? Ni mamia kama sio maelfu ya watu ambao nyinyi mmepewa dhamana ya kuwabeba. Lakini hao watu wanakwenda kwenye masuala tofauti. Anapotembea na gari hili, kuna mwingine, kwanza mnaweza mkakuza shughuli za kiuchumi za nchi. Lazima mlijue. Kwa sababu watu wengine wanatembea kufanya biashara, au sio? Lakini pia kuna wengine wanakwenda kwenye matibabu. Kama alivyosema mwenzetu, anakwenda kwenye matibabu. Nyie ndio mmebeba dhamana yake. Sasa muone dhamana kubwa ambayo mmepewa. Nyie ni na role kubwa. Yaani mchango wenu mkubwa katika ustawi wa jamii, lakini pia ustawi wa nchi kiuchumi, au sio? Kwa hilo lazima mlitambue, na kulitambua tu ili tulifanikisha sote kwa pamoja, ni lazima tushirikiane tu kitu hiki kimoja. Na kushirikiana kwa nasema ni kwa kufuata sheria, kufuata taratibu. Onyaneni ninyi wenyewe. Unapoona mwenzako anakengeuka, jaribuni kumuonya, kwa sababu mnasimama, kuna mahali mnasimama kwa ajili ya chakula, au sio? Mnakusanyana kwa ajili ya chakula, hapa mnasubiri kuondoka, mnajikusanya pamoja, mnafahamiana kwamba fulani anaendesha gari fulani, fulani anaendesha gari fulani, lakini uendeshaji wake sio. Kama mtaonyana na mnaona kama mtu haonyeki, ni jukumu lenu nyie kutufikishia sisi taarifa. Polisi hayupo kila mahali. Huko maeneo mengine ya mapoli, huko mnaendesha magari, hakuna polisi kule. Ni ninyi wenyewe mnatakiwa, ninyi wenyewe muangaliane wenyewe kwa wenyewe. Sasa unapofikia unaona mwenzako anakengeuka huko, anaweza akakusababishia madhara na wewe pia. Tujulisheni hata kwa taarifa za mficho. Wenzetu wengine wanapiga picha, wanatuonyesha, wanachukua video, wanatuambia bwana afande, angalia huyu mtu anapoendesha, au sio? Sisi tunapochukua hatua ni salama yenu nyie pia, kwa sababu usalama barabarani ni jukumu letu sisi wote, sio jukumu la polisi peke yake. Mchango wako wewe ni mkubwa kutupa taarifa sisi, lakini mkikaa kima msipe taarifa, unakuja kukuta anaweza akaletea madhara hata nyie pia. Kama tu dereva huyo amekengeuka mahali, anashinda kutekeleza wajibu wake. Sawa jamani? Sawa jamani, tunaelewana? Msiache kutupa taarifa. Simu yetu mnazo, simu zetu mnazo wote. Kuna wengine afande watakuwa waonye hapa wana mambo ya kutumwa na mabosi wao, wanafanya biashara, wanaita mtaani beef, anakupigia wewe simu ambayo haina udhibitisho, kama tofauti na wengine anakwambia ameovertake, lakini amekutumia picha yule mtu akiwa na overtake au video, lakini anapiga simu kwa kujigadi yeye kwamba huyu ni mzuie sehemu fulani azuiliwe ili mimi niende kwa ajili ya kibiashara. Ili nalo mnalichukuliaje? Maana nyinyi ndio mnatusimamia sisi wote. Hilo tunatambua vizuri, na ndio maana tunasisitiza ushahidi mzuri. Sasa hivi kila mmoja ana simu janja hapa, au sio? Ni wachache sana na simu za kawaida, simu janja. Tunasema ushahidi mzuri ndio kuchukua video kamera. Mmeona wenzenu wale ambao walikuwa wanafanya vituko kule wapi? Kule Babati, wengine wanafanya vituko huko Mbeya, wapi, au sio? Lakini si walichukua video kamera, tulichukua hatua dhidi yao. Yale matendo hayajirudia tena, au sio? Mtu alichukua video kamera, je, mnamjua? Sisi tutapata taarifa za mficho. Mtu anapotueleza, kwanza tuna hakika kabisa kwamba hatajulikana hata mara moja. Nia kutibu huo ugonjwa, na huo ugonjwa tumeutibu. Sasa niwahakikishie kwamba endapo mtashirikiana sisi kutupa taarifa, mtu wa taarifa atakuwa yuko salama wakati wote, lakini pia mtakuwa mmeepusha madhara ambayo yanaweza kujitokeza kutokana na kukengeuka kwa dereva mmoja. Na dereva mmoja huyo kukengeuka kwake, huyo mmoja anaweza kapelekea sisi tukapeleka operation ikawakumba na ambao hawakuwemo. Mnaelewa point yangu Onyaneni ninyi wenyewe. Mkiona mtu hawenyeki, basi tujulisheni, tufikieni.
Simu zetu wote mnazo, tumebandika kwenye magari humu. Tumeshaagiza kwamba magari yote yabandikwe simu zetu. Siamini kama kuna mtu ambaye hana simu ya RTO wa mkoa husika ambako anakwenda, au sio? Wote tuna simu za namna hiyo. Tupigieni simu, tupe taarifa. Uhalifu wa barabarani ni uhalifu mbaya, kwa sababu uhalifu wa barabarani unaweza kupelekea madhara kwa watu wengi kwa wakati mmoja, tofauti na yule kibaka ambaye anakwenda kumpiga kabali mtu mmoja. Lakini wewe unaposababisha ajali ya basi moja, unaweza kusababisha madhara zaidi ya watu 20, zaidi ya watu 30 kwa uamuzi wako usiokuwa na busara wa dakika moja. Umeelewa point yangu Ama mzaha kwenye magari hayo kwa dakika moja. Tunaelewana jamani? Tunaelewana nyinyi madereva wa mabasi? Barabarani na uraia. Msije pombe mkaendesha gari. Pombe na gari ni hatari. Pombe na kupotezea uwezo, lakini nachosha akili. Kwa hiyo hatukatazi, kama unakunywa pombe nenda kanywa pombe ukiwa umepumzika. Lakini sio unakunywa pombe alafu unakwenda basi la abiria. Tunaelewana Tutakuwa tunawapima pombe kila siku ya Mungu. Hakuna siku ambayo tutaacha. Ukiwa na safiri na basi na umebeba dhamana ya watu, usithubutu kunywa pombe. Tukikubaini umekunywa pombe, hatua tunazochukua sio za kitoto. Tunakufungia leseni yako. Usiendeshe gari tena. Sawa? Na maisha ya watoto wako yanategemea leseni yako, au sio? Maisha yako yote yanategemea leseni yako. Una jamii kubwa inakuzunguka inategemea leseni yako. Kwa hiyo iangalie kama mboni ya jicho. Umeelewa vizuri brother? Umeelewa na nyinyi watu wengine wote? Umeelewa vizuri kwamba usiendeshe gari ukiwa umekunywa pombe. Pombe na gari ni vitu viwili tofauti. Sawa? Usiendeshe gari ukiwa umelewa. Sawa? Barabarani na uraia. Safari ya Arusha Handeni ni ndefu, sawa Safari ya Arusha Handeni ni ndefu. Hawa wanakuwa na papara wakati mwingine. Kwa sababu nyie safari yenu kila mmoja anakwenda kwa shughuli zake, au sio? Yaani hapo hakuna mtu amepanda basi hili anakwenda kutalii. Yaani kila mmoja anakwenda kwenye jukumu lake. Whether la kibiashara ama la kijamii. Sasa hawa wana tabia ya kukimbia sana haya magari. Wanapokimbia sana haya magari, usalama wenu unakuwa hatarini. Sasa muwe na utamaduni wa kupaza sauti, kwa kukemea. Muwe na utamaduni, msikae kimya. Yaani wanapofanya jambo wakemeeni. Swala la usalama wenu nyie sio la polisi peke yake, kwa sababu sisi hatuko kwenye magari. Kwa unapoona dereva huyu mwendo umekuwa ni mkali, jitahidini kupaza sauti. Na kama mtashindwa kupaza sauti, simu zetu tumebandika kwenye magari haya. Mnatupigia simu, jamani, hili gari tumepanda, tuko maeneo sisi ya Same au tuko maeneo mahali fulani, safari yetu inakwenda Handeni, mwendo ni mkali, ni hatari kwa maisha yetu, ili sisi tuchukue hatua. Katika hali ya kawaida fimbo mbali haiui nyoka, lakini sisi fimbo ya polisi inaua nyoka Fimbo ya serikali inaua nyoka kwetu sisi. Kwa dereva anapokuwa na mwendo mkali anahatarisha maisha yenu nyinyi. Na ili maisha yenu yasiwe hatarini, ni lazima kutupa taarifa ili tuweze kuwafikia. Sawa kubwa Sawa brother? Na tujulisheni. Simu zetu ziko kwenye kioo cha mbele pale, tumezibandika simu zetu zote. Ukisoma tu pale unaona simu ya RTO, utaona simu ya kamanda polisi wa mkoa. Zile simu tumeziweka mahususi kwa ajili ya usalama wenu. Uhai ni zawadi pekee ambayo amepewa mtu na Mungu Siamini kama kuna zawadi nyingine mtu amepewa na Mungu binadamu zaidi ya uhai, au sio? Lazima tuangalie kwa jicho la tatu. Na hilo jicho la tatu sio tuliangalie sisi polisi tu, hata ninyi pia mna mchango mkubwa sana, au sio jamani? Lakini la pili, fungeni mikanda. Mnapokuwa safarini ndefu, fungeni mikanda. Hii mikanda imewekwa mahususi. Inapotokea tafulani, hili ni basi la abiria, inaweza chochote kikatokea. Ikitokea mkanda unakusaidia wewe 60%. Badala ya kuacha mkanda bila kufunga. Ni sawa unakera katika kufunga, lakini ndio usalama wako. Unapofunga basi ikipata tatizo lolote, maisha yako yanakuwa yako salama 60%. Sawa jamani? Kwa mnapokuwa wakati wote safarini, msiache kufunga mikanda. Hilo tunasisitiza wakati wote. Lakini pia mshauri jirani yako afunge mkanda. Sawa? Hujui namna kufunga mkanda, ndio maana kuna bus conductor. Muite muulize, bana, huu mkanda na ufungaje? Na ufanyie adjustment. Anakufanyia adjustment, unaofunga mkanda na unakuwa kwa salama. Sawa jamani? Barabarani na
Mtazamaji, tufika hapa, tumefika mwisho kipindi chetu cha Ubu kwa siku ya leo, tukitokea jijini Arusha. Shukrani kwa kuwa nasi na nikutakie wasaa mwema. Ubu, usalama barabarani na uraia. Ubu, kipindi cha usalama barabarani na uraia. Ubu kina elimisha juu ya matumizi sahihi